Ndugu yetu anauliza ni mambo gani ambayo kwamba tunatakikana kuyafanya ili kuzidisha undugu kati yetu kabla ya shetani kuingia na kugombanisha. Toba katika neema kubwa ambazo kwamba Mwenyezi Mungu ametuneemesha ni neema ya ukhuwa fillah. Innamal mu'minuna ikhwa, hakika waumini ni ndugu. Na katika watu ambao kwamba watakuwa chini ya kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama ni wale ambao kwamba Mtume ametuambia warajulani tahabba fillahi ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi, watu wawili ambao kwamba wamependana kwa ajili ya Allah. Hilo ndilo lilowakusanya na hilo ndilo lilowatenganisha, yani kutoka wamekuana wamependana kwa ajili ya Allah mpaka wamefariki, wao bado wanapendana kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kupendana kwa ajili ya Allah maana yake sio kupendana kwa ajili ya maslahi. Kuna watu wanapendana kwa ajili ya maslahi ya kidunia, kuna watu wanapendana kwa ajili ya shahwa za kishaitani na za nafsi. Kwa hivyo unapendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kuwa mnakumbushana mema, mnaamrishana mema na mnakatazana maovu. Ndio kupendana kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Unapoona mwenzako anakwenda njia ya makosa, unamtanabahisha na kumpa nasiha kwa njia iliyokuwa nzuri. Unapoona kuna sehemu ambayo kwamba kufanyika jambo zuri, unamchukua unakwenda naye. Kwa hivyo haya ambayo kwamba yanawakutanisha kwa ajili ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndio yanazidisha undugu. Na ikitokea ukafikishiwa jambo kuhusu ndugu yako, kwa mfano kwa huyu bana anakuendea kinyume, huyu anakusema kwa ubaya, inaweza kutokea mara nyingine ikapatikana tahrif, ukaja ukatoa maneno kuhusu ndugu yako ambaye kwamba mmependana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kitu ambacho kwamba unatakikana ukifanye ni kwanza umkwamishe yule anayekuletea fitna. Kitu cha pili, endeleza undugu kati yako na yule ndugu yako, na hata kama litatokea ni kosa kweli, basi umpe udhuru. Ujue ni mwanadamu, anaweza kupatikana na mapungufu. Ukamilifu ni nani? Kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mmoja katika salaf, katika wema waliotangulia, akiitwa Yunus Abu Ubayd, siku moja amefiliwa na jamaa yake katika familia. Kuna mmoja ambaye kwamba ni ndugu yake wa karibu, rafiki yake sana, ndio kwamba ana ndugu wa siku nyingi, anaitwa Ibn Auf. Watu wakaanza kumwambia Ibn Auf lam yati, angalia Ibn Auf hakuja katika msiba wako, hakuja kukupa pole, hakuja kushirikiana na wewe katika msiba. Ibn Auf lam yati, Ibn Auf hakuja katika msiba wako. Ni maneno amepewa kuhusu mtu ambaye kwamba anampenda. Nini maneno aliyotoa katika kujibu maneno kama haya? Asema mahaba ya ndugu yetu yakiwa ni ya kweli, haijalishi amekuja ama hakuja. Lam yadurruhu alla yati, haidhuru amekuja ni khairi, ametuunga. Kama hakuja amepatwa na dharura, pengine mke wake ni mgonjwa, pengine mtoto wake amepatwa na jambo, kuna kitu kimemzuia, pengine anaishi mbali, hakupata nauli, hakupata usafiri wa kuja, unamtafutia huduma. Kwa hivyo mnashikana katika yale ya kheri mema, mnapeana nasiha, mnaamrishana mema, mnakatazana maovu, na likitokea na kutokea kutiwa maneno, unayaweka kando yale maneno. Amekosea yeye kama mwanadamu, unampa huduma. Hiyo itazidi kujenga udugu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.